kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV. Anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka majaji na mahakimu nchini kuhakikisha kuwa uhuru wa mahakama unaenda sambamba na uwajibikaji, huku akionya vikali dhidi ya vitendo vya kuwafunga wananchi kwa kesi za kubambikiwa. Akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania TMJA leo Januari 13, 2026 jijini Dodoma, Rais Samia amesisitiza kuwa uadilifu na ujasiri ni sifa zisizoepukika katika kusimamia haki. Amesema hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki, akisisitiza kuwa uwepo wa mahakama huru ni nguzo muhimu katika utawala bora, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kuulinda uhuru wa muhimili huo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama, ila nitoe rai kwenu Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Uko mahabusu huko, kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Lakini vile vile natiwa moyo na studies zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Lakini vile vile naomba nimnukuu kwa mara nyingine hayati baba wa taifa kwenye mkutano ule ule wa 84, alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunaowatilia mashaka. Kwa mfano uhasibu, naweza ukalitilia mashaka jitu hili jizi hili, lakini lihodari la kufanya uhasibu kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumuaudit na wizi utaonekana. Lakini sio kazi yenu nyie. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaoditiana wenyewe kwa wenyewe kupitia lile dashboard kule, kesi gani imehukumiwa, na labda mtu akate rufaa, muanze kukaa tena ndio muiangalie. Kwa hiyo si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka, ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka. Hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi, mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa
jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote, kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi, waadilifu, wazalendo kwa taifa lenu na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimiwa majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo. Maeneo haya au maneno haya ya Mwalimu bado yana uzito ule ule, na pengine uzito wake ni mkubwa zaidi katika wakati huu ambapo teknolojia imebadilika, watu tumebadilika. 84 majaji hawakuwa wengi, wakuwa wachache sana, na ndio maana walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo jaji mkuu amesema low density area na mambo yote ambayo ameyataja. Majaji walikuwa wachache sana. Leo mahakimu na majaji mliopo hapa si chini ya 1200 nikiangalia kwa macho, mbali wale ambao mmewaacha waendeshe kazi kule ni wangapi? Kwa ni kazi kubwa ya kufanya, ila tunawategemea sana katika uendeshaji wa taifa letu, tunawategemea sana. Nihitimishe sasa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na mahakimu, kwa kuungana nawe Mheshimiwa Jaji Mkuu kwenye ile sehemu ya mwisho ya hotuba yako ya kuwataka majaji na kuwakumbusha tena kuwa ni jukumu letu sote kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Kwa wingi wa habari hizi tembelea hapa Mgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Mgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Mgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Mgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Mgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.